taarifa inayoendelea kuaminika mpaka hivi sasa kati ya anayejiita Kapteni Tesha, Captain Charles Tesha, mara baada ya kuweza kuwakomba Watanzania wengi, akiweza kuaminisha kwamba anatoka kwenye kikosi cha SAC ambacho ni cha ukufunzi wa anga, lakini pia akiweza kuwakomba kwa taarifa mbalimbali Watanzania wengi ambao kwa asilimia kubwa mara baada ya taharuki ile waliweza kuamini na kuweza kuthibitisha kwamba huyu ni mwanajeshi kamili gado. Lakini tukachana pia na hilo sakata, tumeingia kwenye sakata lingine la Humphrey Polepole, ambapo na yeye anaingia miongoni mwa watu ambao inaonekana mpaka hivi sasa kuna mchezo unaochezeka. Na tukianza na tukio la kwanza la Captain Tesha, yani kwa akili ya kawaida asilimia ya Watanzania, asilimia 80 kila moja alikuwa ameshaamini kwamba Captain Tesha kabisa anatokea jeshini na ni moja kati ya wakufunzi ambao wameweza kujinasibisha kwa Watanzania na kuaminisha kwa asilimia 100. Sasa hili sakata la Humphrey Polepole ambalo pia linasadikika kwamba hajatekwa, na ni wazi kabisa kwa hii sintofahamu ambayo imeendelea kuwepo, na mara baada ya yule ndugu aliyejiita Agustino Polepole kuweza kuthibitisha kwamba aliweza kutekwa na askari, ambapo mpaka hivi sasa kumekuwa kuhitajika maelezo na ushirikiano ili mradi iweze kuthibitika kwamba alichokizungumza kiko sahihi ama hakiko sahihi, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa mbalimbali na vyombo vya usalama vya kuaminika ni kwamba Humphrey Polepole, katibu mwenezi wa chama cha simu kwa miaka ya zamani, lakini pia aliyekuwa balozi mstaafu wa Tanzania nchini Cuba, alikuwa akiishi nje ya nchi ya Tanzania, licha ya taarifa ambazo zimeendelea kusambaa na kusambazwa kwa baadhi ya Watanzania wengi, ikiaminika kwamba alikuwa yupo Ununio, ikiweza kuthibitika kwamba ndo maeneo aliyokuwepo yeye Humphrey Polepole. Lakini ukweli ni kwamba na uwazi uliopo ni kwamba paka kipindi alichokuwa anazungumza na kutoa baadhi ya taarifa mbalimbali kupitia akaunti yake rasmi ya Instagram, ni taarifa ambazo ziliweza kuwafikia watu, lakini yeye location ikiwa inasoma yuko nje ya nchi ya Tanzania. Sasa kama yuko nje ya nchi ya Tanzania, inakuwaje ametekwa? Ndio maana kuna wakati watu wanaendelea kufuatilia kwa kina zaidi kama issue ya Captain Tesha ni mchezo uliokuwa umepangwa na kutengenezwa, ambapo kama tulivyoweza kuona kwamba mwamba ikafikia kipindi badala azungumze maneno ambayo anatoa moyoni akawa anasoma. Kwa hiyo ni mchezo ambao ulipangwa Captain Tesha asome maelezo aliyoweza kupewa. Kwa hiyo hata hii issue inayoendelea pia bado ina wasiwasi mkubwa wa mchezo mwingine kutengenezwa, yani kama ni part 1 imeshachorwa na kutengenezwa vizuri, na of course kwa asilimia kubwa walitengeneza taharuki wale waliotengeneza pia mahojiano ya kuweza kumrekodi aliyeweza kujiita kwamba yeye ni mwanajeshi na ni kapteni kabisa wa jeshi la wananchi Tanzania JWTZ, huku akiweza kujinasibisha kwa ukubwa mno, na taarifa hiyo imekuja kuthibitika rasmi kabisa kwamba huyo sio mwanajeshi wa jeshi la wananchi Tanzania JWTZ. Kwa hiyo hata ili sakata la Humphrey Polepole bado lina sintofahamu, bado lina maelezo mengi ambayo yanahitajika kwa kina zaidi na kuthibitika kwamba je, ametekwa kweli ama ndo propaganda na maneno ambayo yamekuwa kizalishwa kwa lengo la kutengeneza uchochezi mkubwa na vurugu ama pia kuharibu amani ya Tanzania. Kwa hivi sasa mambo ni moto, mambo yanaendelea kukakamaa kwa ukubwa sana, kwa kuwa matukio yameendelea kufuatana ya kutengenezwa na hawa watu ambao wana lengo la kuichafua serikali ya Tanzania. Kwa hivi sasa sina la ziada kincha msingi, tukutane kwenye upande wa comment, na kama kawaida hii ni Hatuboy Media.